Mambo ya Nakuru na ile mambo inahusikana na wanafunzi wa Butere. Lakini ningependa kusema ya kwanza kwamba sio halali na sio nia yetu kama idara ya usalama kwa njia yoyote kuumiza mwanahabari yoyote, na kama katika kudhibiti mambo ya crowds ama mambo ya security, askari yoyote ameweza kuumiza mwanahabari yoyote, kwanza ningependa kumwambia mwanahabari yoyote ambaye ameumizwa kwamba tunasema pole na it is regrettable, if I can say it's a regrettable situation, kwa sababu haifai kwamba tuumize mtu yoyote, mwanahabari yoyote ama Mkenya yoyote ambaye anafanya shughuli zake. Hiyo sio nia yetu na sio njia ambayo inafaa, na pengine tungepanda uchunguzi utafanywa kuona ni askari amepika kwa makusudi ama ilikuwa pia ni ajali. Kwa sababu kama ni jambo la ajali katika ile operation area, pia tunasema kwamba tunawaambia wao journalist, tunawaambia pole, na tutajaribu kila iliwezekanavyo kuhakikisha kwamba usalama wa wanahabari umelindwa wakati wowote wakiwa katika mbele kupasha habari wa Kenya, hata kama tukiwa kwenye operational area. Ya pili, ningependa kusema kwamba kwa mambo ya masomo na huru ya expression hizo nini ya kusema, ya kujieleza, tuseme kwamba kwa uhuru ya kujieleza na uhuru ya kufanya expression, sisi kama idara kazi yetu ni kulinda haki za binadamu wote, ikiwa pamoja na wanafunzi wetu wakiwa na huru ya kujieleza na huru ya masomo na huru ya kusomeshwa kama wanafunzi wetu. Na atungependa kabisa kwamba mambo yanayohusikana na masomo ya watoto wetu ielekezwe kwa upande ya kwa mambo ya security ama insecurity, kwa sababu kazi yetu ni kulinda watoto wetu. Uhuru ya watoto wetu kusema lazima ulindwe. Wakati tunasomesha watoto wetu lazima tuwapatie nafasi wa kupata masomo ya kila aina bila kusema kwamba tunasurutisha kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia tuko na jukumu kama wazazi na kama serikali kuhakikisha masomo yenye inafanyika shuleni sio ile yenye inaleta watoto wetu katikati ya wanasiasa. Kufika kwamba imefika mahali ambapo jiulize kama Mkenya, inawezekanaje kwamba mwanaharakati wa siasa ndio sasa ni mwalimu mkuu mwenye anaandikia wanafunzi mambo ambayo yanasema na anatumia wanafunzi kusema mambo ya kisiasa? Jameni, ni kwa sababu hata kama unadharau serikali kiasi gani ama unadharau shule kiasi gani, tunajua ya kwamba wanafunzi wetu wako na walimu, na ingebidi sisi wanasiasa, wale wote ambao wanafanya siasa, tunawaomba muachie walimu wafanye kazi yao. Tuwaje kutumia watoto wetu kufanya siasa. Mpaka imefika wakati ambapo mtu mwenye kabisa tunajua ako mrengo fulani ya kisiasa, yeye ndio mwalimu mkuu ya mambo ya kuendeleza siasa kupitia wanafunzi. Ningeomba kwa heshima ya kwamba tutofautishe mambo yetu ya siasa na mambo ya shule. Wacha walimu waangalie content ambayo wanafunza watoto wetu. Walimu wenyewe wanajua boundaries, wanajua jinsi ya kutumia lugha, wanajua jinsi ya kukosoa serikali na society kupitia lugha ambayo itasaidia wanafunzi wetu wajue hizi ni haki za binadamu ambayo inafaa, hivi ndio nchi lazima iendeshwe. Lakini pia walimu wanajua mipaka ya kiheshima. Lakini ukiachia Secretary General ya ODM ama Secretary General ya UDA ama mwanasiasa wa chama fulani, yeye pia at the same time yeye ni script writer ya kuandikia wanafunzi wetu. Wacha tujiulize kama Wakenya. Saa hizi Mheshimiwa Omar Hassan akitumwa na chama cha UDA ambayo iko katika serikali, ambiwe yeye ndio anaandikia wanafunzi wa Mombasa ati script ya kuenda kupeleka national. Wakenya wangapi watakasirika tukianza kutumia wanafunzi wetu kuendeleza siasa ya UDA, hata kama UDA ni chama ambayo iko serikali? Itatupatia haibu kama Wakenya. Vivyo hivyo
siasa za upinzani isitumiwe kuendeleza siasa ya watoto wetu. Let me say that for avoidance of doubt, that as the security sector, we protect our children and they have a right and freedom of expression. They also have a right to have an environment where there is a holistic teaching and they can appreciate the society and they can question the wrong things in society. They have a right to even disagree with the government of the day. But there are boundaries that have been set in the education sector. Their teachers know how they can teach. They can use euphemism. They can use, different kinds of language to pass the message on how to criticize government, criticize society, learn about society, appreciate society. But what I request is that we need a clarity of a situation in our country where our political competition is not going to be brought to education arena. I will really request that political party actors do not use our students to become the script writers. I wonder why a politician could be the script writer for students performing. Why can't we allow teachers? Because I don't think, even the competition itself loses value if we don't allow the teachers themselves to be the ones who are writing the script, because part of that is part of learning so that our students can work with the teachers. The last thing I'd like to say is that let the school do its own job. If other political actors would like to write plays and scripts on societal issues, we have our national theatre and we have other theatres across the country for adults. Let that arena be for adults. Let the school be a place for competition. And as I assure you, that as the security sector, we do not want to interfere with education. And if there was, unfortunately, a situation where tear gas hit a journalist, it is regrettable and we apologize. It is not our intention that we throw tear gas on our journalists. It's our intention to make sure that the journalists operate in an environment of freedom and our students operate in an environment where there is freedom. Asante sana. I would never know about the arrest of any individual. It is the responsibility of National Police Service if there was any offense that was committed, and when someone has been arrested, as has been reported that somebody arrested yesterday, it is by law that they must be produced in court within 24 hours. And if not within 24 hours, if investigation are still on, they must be released on bail or as per the law itself. So we don't intend, we follow the law, and I am confident that the National Police Service will handle any suspect through the proper security channels without breaking the law. Thank you. Thank you.